tumekuwa tukifuatilia maendeleo ya bei ya mbolea na upatikanaji wa mbolea kwa makini kwa muda sasa hivi. Na hivi tumemaliza ziara kwenda mikoani kuassess hasa maeneo yale tunaita kapu la chakula. Mheshimiwa Bashe alikuwa Ruvuma, ameenda Mbeya, Songwe, alipitia Makete kidogo, Wanging'ombe, mimi nilipita Iringa na Njombe, nilikuwa niende Rukwa, nilirudi tu kwa sababu ya msiba ambao tulikuwa tumeupata, lakini baadaye nitarudi kwenda kule, nadhani Mheshimiwa Bashe utaenda Katavi kuangalia hali ya mbolea hapa nchini, stock zilizopo, kusikiliza wakulima na wadau mbalimbali na kuangalia bei ambazo sisi tunazisoma kwenye mafaili kinachoendelea, lakini tulitaka tukakae na watu kule tukaongea. Ni kweli bei zimepanda. Na tunajua tunazungumzia mambo ya tija. Kilimo kizuri kinahitaji uwekezaji. Lazima kuwekeza kwenye mbolea na vitu vingine. Kwa hiyo tukishindwa kwenye matumizi ya mbolea, tija itapungua, na maana yake ni kwamba nguvu ya mkulima atakayoweka kwenye kilimo itakuwa haimsaidii sana. Sasa ni kweli bei ya mbolea imepanda duniani na imekuwa ikipanda, na sababu Mheshimiwa Rais tena kazieleza vizuri sana. Mchana huu tunakutana na wadau wa soya. Sasa hivi kila mtu anakimbilia soya na anaizungumza kwa sababu bei imepanda sana ya soya. Bei ya soya ni kati ya mazao ambayo bei yake imepanda sana kwa sababu uzalishaji ulikuwa umepungua. Kwa kwenye commodity market huko duniani hali kidogo imekuwa na upungufu. Kwa hiyo watu wanalima kwa bidii zaidi, wanatumia mbolea zaidi sasa hivi. Na matokeo yake hii ni demand driven price inflation kuliko cost of production. Kwa hiyo Latin America, ukienda India, ukienda China, matumizi ya mbolea yameongezeka sana kwa sababu ya uzalishaji wa soya, uzalishaji wa cereals na kadhalika. Kwa hiyo bei imepanda, ni kweli imepanda. Na serikali, na kama alivyosema Mheshimiwa Rais, kupanda kwa bei kule haimaanishi sisi tusitafute namna ya kupooza hali ilivyo hapa nyumbani. Yaani hatuwezi kukaa tu tukasema kwa sababu imeshapanda duniani basi tuachie tu kila kitu kiende na tuache kuchukua hatua ambazo zitampunguzia mkulima mzigo. Inawezekana tusiweze kuchukua hatua kurudisha bei kama ilivyokuwa mwaka jana, lakini tuna kazi kubwa sana ya kupooza. Na nimewaita hapa kuomba tuendelee kuzungumza ili tuangalie hatua gani nyingine tunazo tukachukua kupooza mfumuko wa bei kwenye mbolea. Kuna hatua ambazo tumeshazichukua na tulizichukua vile vile kwa kushauriana na baadhi ya wadau ambao naona wamo ndani. La kwanza, mlitushauri kwamba hebu tuache ile bulk procurement system ambapo ulikuwa lazima uombe kwanza uorodheshwe kati ya watu ambao wanaweza kaingiza mbolea nchini, na tumefuta ule utaratibu. Na sasa leo ngoja nieleze vitu viwili vitatu vya weakness ya ule utaratibu ule kuwepo. Kwanza, ule muda wa kuorodhesha nani anaweza kaleta mbolea na siku ya kuleta mbolea ulikuwa mrefu kidogo. Kwa wakati mbolea inaanza kuja, unakuwa umeshapunguza watu wa kushindana kuingiza mbolea hapa nchini. Namba moja. Namba mbili, na ukiongea na walikuwa wanaendesha huu utaratibu, ni kwamba tulivyokuwa tunatumia bulk procurement, wanaojitokeza kwenda kwa ajili ya zabuni ni wachache, na mbolea inayoingia ni chache kuliko mahitaji yetu ya mbolea continuously karibu miaka yote. Kwa hiyo tunajikuta kwenye bulk procurement walioshinda zabuni ni wachache, alafu waziri anatangaza bei elekezi, analeta mbolea, baada ya kuona mbolea haitoshi, kinaomba kibali kwamba mtu yote anataka kuleta mbolea alete. Sasa wengine ambao hawako kwenye orodha ya kuleta mbolea wanaleta wakati mwingine kwa bei ambayo ni ndogo kuliko ile bei elekezi. Kwa hiyo inakuwa sasa sababu ya kuwa na bulk procurement ili kuweza kupunguza gharama kwa kweli ilikuwa haipo, kwa sababu mbolea inakuja nyingi zaidi, inakuja nje ya mfumo, kwa sababu mbolea ambayo inaingia kwenye bulk procurement ilikuwa ni kidogo kuliko tunavyohitaji. Hata hii ambayo mlikuwa mmefungua juzi hapa, sio? Yaani mahitaji yanayokuja kwa bulk procurement yanakuwa ni kidogo zaidi kuliko mahitaji yetu. Alafu baadaye wanakuja wanasema, waziri, sasa tunaomba utoe kibali yote anataka kuingiza mbolea alete. Alafu akilete mbolea ikiwa bei ndogo kuliko bei elekezi, inakuwa ni ugomvi kwamba mimi nilivyoleta zabuni nilijua bei itakuwa ni hii, nimeleta mbolea kwa gharama kubwa, sasa umeingiza watu wengine wanaleta kwa bei ndogo, mimi naanza kupata hasara. Hiyo ni moja. Kwa hiyo inakuwa kama ni utaratibu ambao tuliweka kwa ajili ya kutuletea unafuu, ulikuwa hautusaidii. Tunafanyia review na tutawashirikisha, lakini kwa sasa hivi tumesema tuache.
tuache utaratibu, anayeleta mbolea alete kwa sasa hivi, tuongeze ushindani. Lakini vingine ambavyo niliviona, kimoja hapo ni kwamba yuko kijana yuko pale, nimesema aondoke, sijasema lakini leo nasema aondoke haraka sana TFRA, arudishwe wizarani. Yule niliona ushahidi kabisa, watu wanataka kufanya pre-qualification, wanaomba control number, wanazungushwa control number ili walipie waingie kwenye pre-qualification, afu aanze kuleta mbolea. Najua anazunguka, anaenda juu, anaenda chini, anaenda kulia, anaenda kushoto kulalamika. Nimesema aondoke pale TFRA, aondoke, tumlete wizarani, kwa sababu nashangaa sisi tunataka mbolea bei rahisi, na yuko mtu ndio mtaalamu wa bulk procurement pale, watu wanataka control number, unawazungusha. Na ana bahati kwa sababu mtu ana mneno wa kufukuza kazi mara moja. Sio hivyo tu, tangazo la pre-qualification lilotolewa liliwekwa namba ya simu. Kama una shida yoyote piga simu hapa. Ile simu ilikuwa sio ya TFRA, uongo bwana? Imewekwa simu ambayo sio ya taasisi, ni simu ya bwana mmoja huko Geita, hajui hata nini kinaendelea. Kwa hiyo wanaona tangazo hapa la kuleta mbolea, wanapiga simu. Yule bwana baadaye mimi nilipopiga simu anasema, jamani nasumbuliwa, wananipigia simu kuhusu mbolea. Hausiana na mbolea kabisa. Yule bwana nadhani sijui ni mfugaji tu. Kwa hiyo tangazo letu limewekwa na taasisi yetu ya serikali ili kupata watu wa kuingiza mbolea. Simu iliyowekwa sio simu ya ofisi. Na ndio maana yule bwana nimemuondoa. Na ashukuru Mungu. Ashukuru Mungu kwa sababu sisi mbolea ni swala la kufa na kupona, sio swala mzaha. Sasa sijui ni makosa gani hayo. Na nakumbuka ilichukua muda kidogo, napiga simu nasema, hii simu ni ya nani? Au sio? Niambie, ni hii simu ni ya nani? Oh, ni ya secretary. Kwa hiyo pamoja na udhaifu ambao wote mnaujua, kulikuwa na haya makando mengine ambayo alinisukuma niondoe haraka sana. Kwa kwanza inaonekana kama kulikuwa na mtu anajaribu kucheza ili kwenye pre-qualification orodha ya watu wa kuingiza wasiwe wengi. Alafu pili, walioingia kwenye pre-qualification wakati wa kubidi zabuni mbolea inaingia kidogo. Alafu tatu, baadaye sasa ndio waziri anasema sasa tumeshatangaza bei elekezi imetokana na zabuni, sasa yote anataka kuleta mbolea aingize. Mwaka nenda mwaka rudi. Kwa hiyo nilivyoongea na nyie mlisema kwamba hebu ruhusu ushindani. Kila mtu anaweza kuleta mbolea, alete tushindane, tuone itasaidiaje kwenye bei. Sasa na haya makando mengine ambayo nilikuwa nimeyaona, kwa kweli tumeondoa bulk procurement, tumesimamisha. Tutakaa chini kutafuta utaratibu mzuri zaidi wa kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mbolea kwa bei inayostahili. Na nawashukuru kwa sababu ushauri ulitoka kwenu. Hata mimi kujua kwamba namba yenyewe iliyowekwa sio, imetoka kwenu. Hata mimi kujua kwamba control number watu wanazungusha, imetoka kwenu. Bahati nzuri watu walikuwa wanakuja ofisini kwangu wananiambia, mheshimiwa, mimi nataka kuingia, angalia WhatsApp message hii hapa nimetuma. Amesema kesho saa 5 amesema ameondoka ofisini, nitakuja baadaye. Na ni mtumishi wa serikali, analipa mshahara. Haya, kwa hiyo bulk procurement tumeiondoa kuongeza ushindani. Na nashukuru naanza kuona mbolea inaingia kwa wingi zaidi sasa hivi. Itatusaidia. Naanza kwa sababu tuna monitor shipment, najua kiasi gani kiko njiani kinakuja. Huko mikoani tumeenda, Mheshimiwa Basha ameenda, tumeona kuna mbolea. Tatizo ni bei iko juu, lakini mbolea itakuja ya kutosha. Na ushindani huo tunaamini kwamba utatusaidia kidogo kupunguza makali ya ongezeko la bei, kwa sababu tunaangalia bei duniani imeongezeka kwa asilimia ngapi na humu ndani imeongezeka kwa asilimia ngapi kwa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tunavyoona inaongezeka kwa asilimia ambayo ni kubwa kidogo kuliko duniani, tunajua hapa hapana. Tunajua shipment cost imepanda, gharama kusafisha kwa meli imepanda, na gharama ya land transport na yenyewe imepanda. Lakini vile vile tusingependa tuone kwamba inflation inakuwa kubwa sana. La pili mliloniomba, baadhi yenu mko hapa, ni kwamba sisi tunapenda tulete mbolea nyingi kwa wingi. Tulete hapa, alafu hapa tuanze kuuza mahali popote, nje ya nchi na kadhalika. Lakini utaratibu uliokuwepo ilikuwa kuuza mbolea nje ya nchi, hapa ilikuwa ni kizungumkuti. Naona watu wanatikiza kichwa, wanajua hiyo. Sasa lazima uanze kwa huyu Daktari Ngailo hapa, itoke iende kwa Nyasebwa, itoke iende kwa katibu mkuu, iende kwa waziri awepo ofisini au amtafute popote alipo Njombe wapi, atoe kibali kiende kwa katibu mkuu, kiende kwa Nyasebwa, kiende kwa Ngailo, kije kwako. Biashara haina muda wa kungoja namna hiyo. Sababu ya kusema kwamba hawezi ku-export mbolea ikifika hapa nchini ni kwa sababu tulikuwa tunataka usalama mbolea isiishi. Lakini alileta mbolea ni huyo tunamnyima asiuze. Yaani unaleta mbolea yako kwako alafu tunakwambia sasa huwezi kuuza nje. Tumeondoa utaratibu. Sasa hivi ukitaka kufanya re-export, wewe leta mbolea ya kutosha, weka hapa nchini. Unaenda tu TFRA. Nataka kupeleka Burundi. Kibali ameruhusiwa kutoa instantly tena online. Wewe peleka Burundi. Sisi tutamonitor hali ya mbolea huko nchini ikoje.
na tutakuwa na alternative nyingi. Hatuwezi kukuzuia wewe umeleta mbolea yako ili uuze nchi nyingine, na tunajua ukileta nyingi itatusaidia kupunguza bei, ya mbolea. Ni kawaida. The bulk procurement normally tends to reduce unit cost, japokuwa ile BPS haikutusaidia sana, lakini mtu anataka kuleta mbolea nyingi, tani nyingi, aweke hapa nchini kama hifadhi, aanze kuuza nje, ruksa afanye hivyo. Kingine cha tatu, mlinieleza changamoto ya bandarini. Ya meli zilikuwa zinakaa mpaka siku 10 wakati mwingine kabla ya kuruhusiwa kuingia kutia nanga na kuanza kushusha mbolea. Na nashukuru hiyo ilikuwa mapema mwezi wa 6 mlivoniambia. Nilienda bandarini, tulienda wote na Dr. Ngailo, tulienda kukagua, tukaongea na uongozi wa bandari. Uongozi wa bandari walituahidi meli yenye mbolea inapoanza kuja ni hapo hapo inaruhusiwa kuingia na kushusha. Na tulirudi kwenda kuangalia ushushaji wa mbolea, na wanaoingiza mbolea wananiambia sasa hivi changamoto hiyo imeisha. Iko changamoto ndogo ya kuongeza vifaa vya kupakua, kwa sababu inapoletwa mbolea inaletwa kama lori la mchanga, kwa lazima upakue, uchukue ili uende kaweke kwenye mifuko. Hiyo nayo bandari wameniahidi wataongeza vile vijiko vya kupakua, mambo yaende vizuri. Kwa haya ni nyie mlituambia na tumeyafanyia kazi. Kwa hiyo nimetaka tena tukae tuone nini kilichobaki tunaweza tukakifanya. Zaidi hapo, kwa kweli tumekuwa tukizungumza na makampuni moja. Haya makampuni makubwa yanaleta mbolea kutoka nje, na napenda kuwashukuru sana, sitawataja, lakini wote wameonyesha nia ya kutusaidia kupunguza makali.